mafunzo haya kwa watahini wa KK. Mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya mitihani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimefurahi sana kuja kuungana nanyi kwenye mafunzo haya, kwani ni mafunzo ambayo yanatupatia ujuzi wa kwenda kuwasimamia watoto wetu ambao watakwenda kufanya mtihani wa darasa la pili. Kama tulivyoelezwa hapa kuwa huu ni mpango wa kwanza kabisa kufanyika wa kufanya mtihani au kuwatahini wanafunzi wa darasa la pili. Kwa hiyo ni jambo jipya ambalo tunapaswa kulielewa, na ndio maana tunao wakufunzi hapa ambao walikwenda kupikwa kwa siku 6 kama alivyoeleza mratibu. Wamepata mafunzo hayo na leo wanayafikisha kwenu. Ni matumaini yangu kwamba sisi wote tutaweza kufuatilia kwa makini ili tuweze kufahamu mbinu ambazo zitatumika katika kuwatahini wanafunzi wetu. Na kama tulivyoelezwa kuwa nyinyi wenyewe ndio ambao mtasimamia, nyinyi wenyewe ndio ambao mpo na wale wanafunzi. Kwa hiyo mnawafahamu wanafunzi wetu, lakini tunafahamu pia mnawapitisha katika mambo mbalimbali ambayo wanapaswa kujifunza wakiwa darasani na baadaye watafanya sasa mtihani. Kwa hiyo ni imani yangu kubwa kuwa mmewafundisha vizuri, watakuwa wanajua kusoma na kuandika. Kwa hiyo tunakwenda kwa pima ili tuweze kuona kweli watoto hawa walichokuwa wanafundishwa darasani ndicho ambacho wanakielewa. Kwa hiyo tulikuwa tumezoea mtihani kwenye madarasa mbalimbali huko, lakini sasa tumepewa hawa wa darasa la pili. Kama tunavyofahamu, watoto wanaweza kama wanafundishwa kwa darasa la kwanza, kufika darasa la 4 kumbe kusoma na kuandika hajui. Kwa hiyo naamini serikali imeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kufahamu sasa watoto hawa kwa darasa la kwanza mpaka darasa la pili wanauelewa, wanajua kusoma na kuandika. Sisi tunabeba hapa kufikia darasa la 4 na watoto waelewe kitu. Kwa hiyo hiki ni kipimo kizuri sana kitakachotuwezesha sisi kama wasimamizi wa wanafunzi wale kuwa watoto wale wanaenda vizuri. Kwa hiyo matumaini yangu pia kuwa wawezeshaji hawa ambao tuko nao wanawezesha zile mbinu ambazo wao walishawezeshwa. Lakini nichukue nafasi kupongeza sana mratibu. Amekuwa mara nyingi anatuletea ripoti za KK. Yaani huyu mratibu, sisi tunafahamu mratibu huyu amekuwa kweli na yeye anafuatilia. Kama tunafahamu kuna kwenye programu kwenye idara hii kuna programu ya KPI kuangalia performance za kwenye shule yetu. Kwa hiyo ikiwemo vile KK. KK nayo ni kipimo ambacho tunakipima. Kwa hiyo kupitia idara ya elimu msingi nichukue nafasi pia kuwapongeza kwa ufuatiliaji makini sana, na ufuatiliaji huo ndio unatupelekea sisi kupanda kielimu mwaka hadi mwaka. Mmepokea matokeo ya darasa la 7? Mmepokea Umeonaje? Tumepokea wengi. Matokeo ya darasa la 7 tumesogea kwa pointi 5. Ndio? Pointi 5. Na ukipima kwa kwenye mkoa wetu tumekuwa nafasi ya 4. Nafasi ya 4 hiyo, yani tuna 94 pointi, tumepishana kidogo na Chamwino. Tumepishana pointi 0, pointi 6. Kwa hiyo tumepiga mwingi sana, 94 si ndogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kwa pongeza walimu wote wa halmashauri ya wilaya Mpwapwa kwa kuendelea kufanya vizuri kwenye taaluma. Mnafanya kazi nzuri sana. Mnayo majukumu mengi mnayoyafanya, ikiwemo ya kusimamia miradi mbalimbali, lakini kwenye taaluma hampo nyuma. Kwa hiyo tunajivunia sana
Kazi yenu tunaitambua sana na tunawapongeza sana kwa kuendelea kuisongesha mbele halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa. Sisi tukifika Dodoma kule, yaani tunatamba, tupo nje kabisa. Mtegemea wale wajiji wa wapi wao yaani wanatupiga chini, lakini sisi yaani tunakuwa kinara. Kwa hiyo mimi nawapongeza. Tunazidi kufanya vizuri kwenye nyanja mbalimbali za elimu. Nadhani muda wote serikali yetu sikivu itafanya kazi swala hilo, na hatimaye nao wawe wanafanya kazi kwa utulivu, kwa amani, kwa kuwa na motisha, sio? Kwa hiyo watie moyo kuwa yale yote ambayo yanakuwa changamoto usione tumeyapuuza, tuendelee kufanya kazi na mwisho wa siku tuweze kusonga mbele katika kufanya vizuri kama nilivyosema kwenye swala zima la kufaulu.